الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه خليله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقبل منا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقبل منا يا رب العالمين. حبب لنا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره لنا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين المهتدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، bado tunaendelea katika surati Yasin na tumesema katika sura hii katika aya 12, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyi al-mauta, naam, tunahuisha wafu na zile nyoyo zilizokufa tunazihuisha tukazipa imani wakafanya mema. ونكتب ما قدموا، tunaandika kama kina Hamza na wengineo na kina Amr bin As na wengineo, masahaba walikuwa makafiri, na kina Umar Khattab walisema Umar aslimu, labda punda yake ataslimu kabla yake na kaslimu akawa al-Faruq alladhi yufarriq baina al-haqq wal-batil. Naam, nuhyi al-mauta na inma yastajibu alladhina yasma'un, wenye kusikia wanastajibu maneno yako ya Muhammad, ukisema unakujibu na wanatii na watekeleza. Wal mauta, na nyoyo zilizokufa, sio maiti wafu, yab'athuhum Allah, Mwenyezi Mungu atafufua, naam, au man kana maitan fa ahyaynahu. Ama je, yule mtu aliyekuwa maiti, nyoyo yake, moyo wake uliokufa, tukamhuisha tukampa imani akakubali akaslimu. Fa'ahina waj'alnahu nuran, tukamfanya mfano mzuri mwenye kutoa nuru, watu wanafaidika kwake kwa elimu yake. Yamshi fi nnas, anakwenda akieneza elimu yake. Je, huyo atakuwa sawa? Mathaluhu atakuwa kama yule fi dhulumat, halikuwa kizani, kafir, mushrik, hataki kusikiza maneno, atakuwa katika dhulumat, na kisha katika kiza, kishazigika katika kiza, kisha hajui njia kutoka. Laysa bi kharij minha. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anampambia, kadhalika zuina lilkafirina, umpambia kwa makafiri, akaona yuko katika raha, hajali imani, hajali chochote. Mwenyezi Mungu anamwacha endelee, anamwachia na kile anachokitaka. Subhanallah. Kwa hivyo wanaktubu ma qaddamu, walokufa wakaacha amali zao njema na majina yao na athari yao, waliofundisha, waliojenga mema, na watu waovu walioacha athari zao mbovu, waliohimiza katika kufanya maasi, waliojenga mainjinia. Tunaambia mainjinia ambao kuna pesa, mzungu leo anakuja atamjenge hoteli na swimming pool na nini na madhambi yote yanakuja kunyungwa pale. Engineer alofanya design na nini yote yale atakuja kujielezea. Mfano wake, mfano alijenga msikiti, alijenga chuo, alijenga sio, na sababu zake zitaendelea. Na mwenye kufanya vitu ambavyo vile kufanya maasi ndani yake, aliyefungua baa, aliyefungua nini, mambo yote ya maasi na vilabu ambavyo hakuna ndani ila majimbo na madensi na mambo ambayo ya kumghadhibisha Allah. Hebu niambie, yule alikuwa sababu utajibu nini kesho? Na huko anachuma kila siku, na anachuma madhambi anachuma madhambi. Kwa hiyo wajue kwamba tunaandika athari zao, tunaandika yale mema au maovu waliotenda. Wanaktubu ma qaddamu, tunaandika vile amali zao wakati wako hai zitakwenda.
wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mlikitanguliza khairi mtakikuta kwa Mwenyezi Mungu. Ma qaddamu طيب, na akishakufa na ameacha watoto wazuri, watoto wenye elimu zao, kaondoka yeye kashikama naye bwana, utaambua shekhe fulani alikuwa kwa Shankiki, alikuwa kule Madina, watu kikaa hawataki kuondoka baada ya sala, wanasikiza Allah, kaondoka kaja mwanawe kashikama. Hebu niambie, yule mtu ukisikia mwanawe elimu kaichukua kwa babake, na elimu ile anaendelea kuliko babake bwana, utasikia au sawa sana babake. Said ibn Musayyib katika masahaba, si masahaba, katika tabi'in wa mwanzo kabisa, التابعين وسيد التابعين, mabwana wa tabi'in wote. Tabi'in ndio wale waliozaliwa wasomona mtume, lakini watoto masahaba, watoto masahaba waliomona mtume, watoto wanaitwa tabi'in. Kwa hivyo tabi'i sayyid at-tabi'in Sa'id ibn Musayyib, elimu yake alikuwa akitoa watu tazame umma wanapomzunguka ya vigogo na maulama na wara na taqwa na iman na amal. Huyu bwana alikuja mtoto wa Muawiya ibn Abi Sufyan, kaja Muawiya mwenyewe ambia Said, tamam kwa heshima yake, nataka uniozeshe mtoto wako kwa mwanangu atakuoa mtoto wako, binti yako. Akaambia sina mtoto kwenda kukaa kwenye makasri, sijawatengeneza watoto wangu kwa ajili ya kwenda kuishi kwenye makasri na huko akaingia motoni baadaye, ndio maana yake nimewatengeneza watoto wangu kwa mustahili. Na katika jalsa yake alikuwa kwa mtu mmoja anahudhuria darasa siku zote. Siku hiyo akapotea, hajaonekana. Siku ya pili, siku ya tatu, fulani yuko wapi? Abdullah ibn Anas misali. Akaambia fulani, huna habari ya Sheikh amefiwa na mkewe, kwa hivyo inabidi akae na mtoto wake mwenyewe, hana mtu. Akamwendea nyumbani, akaambia nasikia mkewe amefariki. Sasa unafanya na mtoto unakaa naye, mbona hudhuri darasa? Siwezi kuja. Sasa sikiza bwana, mimi nitakuozesha mwanangu upate kukaa ili nipate faida ya kuja kwako kuhudhuria katika darasa zangu. Njoo nikuozeshe mwanangu. Said Musayyib, mimi nani kumwoa mtoto wako wewe Said ibn Musayyib? Akamwambia nitakuozesha, sina pesa jamani, mimi maskini siwezi. Kamkata nani? Mtoto wa mfalme khalifa Muawiya ibn Sufyan, lakini kamwendea yule asiyekuwa na chochote. Tayeb, huna chochote? La, sina chochote bana, dirham mbili tu, dirham mbili lete ndo mahari ya mwanangu. Ukisikia katika tarikh az-zawaj bi dirhamain, hizi alizomwezesha Said ibn Musayyib mtoto maskini, jamaa maskini. Tayeb, kamwezesha, kampeleka mwanawe kaka. Sasa mimi mpelekea mke wa kutazama watoto, yeye aje kwa darasa, mbona haji? Kamwendea kwa Kongo. Sasa wewe vipi? Miagano yenu, magano vipi Sheikh? Si nakuletea mke ili upate kuhudhuria darasa. Mimi naudhia darasa yako. Darasa yako umeleta nyumbani kwangu mwenyewe, mtoto wako. Darasa nilipata hapa, bila takalidi. Tazama watu waliolea akina Imam Malik, akina Said Musayyib, watoto wamewacha athari zao. Hata tukizungumza watu atharahum, ndio tunaipata hapa khairi, sio athari ya kuacha maovu alafu akaja nini yakaendelea. Kana mtu anachuma, huenda kufanya jambo hajajifikiria, akazama katika nini, katika jahannam miaka huko, jambo dogo. Subhanallah, hatujui lipi la kulikosa. Mwenyezi Mungu akatukama, kumbe nilikuwa nakosa. Au mtu ataodo, kumbe sala zangu zote zile miaka yote sali bure. Kama mfano uliotoa juzi kwamba kadhi na wanafunzi wake, akaenda akasikia mtu kijana mmoja anazungumza wara au taqwa na nini, na mtu asipende dunia sana, akaingia akamwambia tumuulize swali, akitujibu basi tutakaa kwa. Akaenda kauliza sala, akamtaka adabu au kaifiyati vipi kusali, adabu sala, utaratibu wake na mwenendo wake. Sasa akasema kaifia adabu, akamueleza ile adabu na khushu namna gani, kwa maneno mazito. Kadhi kasema wewe kweli. Akamwambia na kaifia unaporukuu umaadhimisha Mwenyezi Mungu kama unavyopasa, unaposujudu uhisi kwamba vitu vyote kama takataka tu duniani. Akasema sala hii muda gani ukisali sala kama miaka 20 sasa hivi? Anaambia wanafunzi wake, twende tukalipe sala za miaka 50 tusali, maana kwa hatusali nafanya mchezo. Hii ndio nini athari inofuata kwa maulama.
akachukua darasa. Ndio lazima tusome sisi, tusome tujue kila siku, tafute ilmu, kwa sababu hujui sala yako inakubalika au haikubaliki. Hujui. Kwa hivyo fadhila na fardhiyat as-salah al-ilm, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. kwa hivyo atharuha na athari zao wakasema. kwa hivyo athari zile amali zake akishaondoka duniani. Na tukasema jana, tukasema aya katika sura an-Najm, wa laysa lilinsani illa ma sa'a, binadamu hapati chochote ila kwa ile mbio zake alizokwenda na amali zake za duniani akiwa hai. Lakini amali zinazofuatia akiwa kafa, kwa watoto wake, mtoto waladun salih yad'u lahu, akimwombea dua mtoto mwema, ikiwa akafanya vitu sadaqatin jariya, ikiwa nini, kwa nini, zote zile katika athari yake. Lakini wakasema wanaktub wa atharahum, wakasema khutahum, khatwa zao, ikiwa katika taa, ikiwa katika maasi, yote yanaandika khatwa zao. Miguu yao walikuwa kenda densini, miguu yao walikuwa kenda kwenye vilabu, miguu yao walikuwa kwenye laana, kenda wapi wapi, zote zile zinaandikwa. Athari zao za kwenda kwenye maasi, kadhalika athari za kwenda kwenye khairi, kwa zako msikitini, kwa zako pala penye manufaa kwa ajili ya jamii, jambo la kidunia au la kiakhira. Atharahum, kwa maana kama ilivyokuja katika hadithi sahihi kwamba Mtume sallallahu alayhi kusikia familia kabila la Bani Salama wanakaa mbali na msikiti wa Madina, wakasema sisi tunataka kuhamia mjini karibu na msikiti. Aliposikia Mtume sasa akaita Bani Salama, nasikia kwamba nyinyi mnataka kuhamia mjini kwa ajili ya msikiti uko mbali, akakataza, akamwambia msihame. Akasema qawli diyarakum, kuna diyarukum na diyarakum, riwaya mbili. Diyarakum kwa fatha tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum, au nyumba zenu zinaandika athari ya mwendo wenu kutoka kule mpaka mkaja msikitini, masafa yote. Hebu niambie, kila hatua unapiga unapandishwa daraja, unafutiwa dhambi, na malaika wanakufuata na wanakuombea dua, na unafika hapo msikitini utakuja kuingia, halafu unakuta malaika wanakukaribisha kwa red carpet, haya ingia ndani usali, na wanakuombea dua. Si maskhara, kila hatua ziko nyingi ndio. Kwa hivyo kama diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu athar, yani ilzamu diyarakum, kaeni katika majumba yenu. Diyarakum yani kaeni katika majumba yenu. Tuktabu atharu, athari zote mnazokwenda za miguu, hatua. Kwa hivyo athari maana ya pili ni hii halafu kisha naktubu wa atharu kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kitu katika salah au katika fasad, Mwenyezi Mungu satarahu Allah fi lawh al-mahfuz, yote zimeandikwa. Na kwa hivyo kila shay'in ahsaynahu fi imamin. Na yule anapo, hebu niambie, yule mtu labisina fi ahqaba, wale wanakufu wanakukataa kufufuliwa kiyama, wakae katika jahannam ahqaba, karne baada karne, miaka baada miaka, muda mrefu usiokuwa na mwisho. Labisina fi ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, hakuna kuonja kitu kitamu baridi wala kinywaji chochote kizuri illa hamiman, maji ya moto. Wa ghasaqa nini, cocktail wanasema mixta nini, usaha na damu na makoho na matapishi na choo na nini, hiyo sema ghasa cocktail, mchanganyiko kila kinywaji kibaya na jasho. Na hebu niambie, unapoa glasi full, rangi imebadilika. غساقة لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلى حميم غساق. أنا بهيد جزاء وفاقا يتفق مع أعمالهم، يعني موفقة قانين أمازار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هتجمعكم وتقولون حسابنا، وكذبوا بآياتنا كذاب، وكذبيش على يجوك بس، وككنوش على يجوك. وكل شيء أحصيناه كتابا، لويزا كل شيء حصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهو محفوظ في إمام مبين. هذا كان هذا جنا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، نبي مفانو watu wakazi wa mji walipowadia mitume
sawa. Idha arsalna ilayhim idha arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaykum mursalun. Tumesema Mwenyezi Mungu anapiga mfano, anamwambia mtume wake kama alivyoambia wa Qur'ani al-Hakim kwa kiapo innaka lamina al-mursalin. Na kwa hivyo kwa mtume sasa hivi nakupa mfano waliopita zamani. Wadrib lahum, wapigie Muhammad mathalan mfano ashab al-qarya, watu wa mji, idh wakati jaaha hai taudi ila al-qarya katika mji huo, jaaha al-mursalun, walipowajia walipowafikia waliotumwa al-mursalun, yani mitume na mitume hao wote watatu ingekuwa mursalani kama ilivyoanza mwanzo, wawili umetajwa mwanzo kwa ujumla walipojua mitume. Tabiba wamekuja idh wakati kwa step sio idh arsalna ilayhim ithnayn, idh arsalna ilayhim ithnayn, hiya idh arsalna ilayhim ithnayn, mim sakina na hamza taarifu إذ أرسلنا إليهم اثنين وضمنكم إليهم اثنين فكذبوهما wakati tulipopeleka wawili katika hao mitume fakadhabuhuma wakakadhibisha. Taban wanagawana kazi, huyu anasema huku kenda huku au wanapokuwa pamoja kila mmoja anamtia nguvu mwenziwe, lakini bure kazi yao. Fakadhabuhuma, wakakanusha wakakadhibisha wakakataa. Basi Mwenyezi Mungu asema fa'azzazna bithalith. Taban tumeelezea kwamba hawa waliosema watu wa Antakia, kuna maulama wameshika pale watu wa Antakia, mipaka baina Syria na Turki Antakia, na mfalme wao anasema Antakius, na wajumbe kama Sheikh Sharawi anasema Musa alayhi salam ndio aliwapeleka wajumbe wawili, wakampeleka watatu, lakini taban risala hii amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo kama kwamba Mwenyezi Mungu ametuma. Lakini wengine wasema dalili wazi ni kwamba sio watu Antakia, kwa sababu wamekuja wakati pili ya Nabii Isa, lakini story hii kabla ya Nabii Isa kwa zamani. Kwa hivyo riwaya zinagongana, si muhimu na kabla alipelekwa na Isa, muhimu kutoka kwa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wawili wakaenda watatu wakafuatishia, na muhimu kwamba hii kazi ya da'wa waliopewa na Mwenyezi Mungu, ya Muhammad, kazi tukupa wewe tumewapa kabla, na tazama aliyotokezea ili ujifunze, tukuthibitishe kauli yako, endelea katika kazi yako. Hii ndio malengo, sio ya aya hizi, na kumpa kila mara habari za kale kwa ajili wa kullan naqus alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kila tunapokuelezea habari za mitume yote kwa ajili ya kukuthibitisha, kuimarisha, kutia nguvu moyo wako. Kwa hivyo tunakupa kidogo mara hivi kwa ajili ya kukuthibitisha, maana thabitu bihi fuada, kifua chako uwe thabiti, uendelee uwe katika al-azm min al-rusul, katika wenye waliokuwa mitume waliokuwa na nguvu kabisa. Fakadhabuhuma, tazama hapa idh arsalna ilayhim ithnain, tulivyowapeleka mitume wawili, fakadhabuhuma, huma yani wawili, wakawakanusha. Halafu Mwenyezi Mungu asema nini? Wakati walipopeleka watatu, ilikuwa na haijasema hivyo, fa'azzaznahuma, ta'ziz, kutia nguvu, kuqawi, taqwiya, kutia nguvu wale wawili. Hebu niambie mko wawili mitume, alafu ghafla akaja na mwingine watatu, unapata nguvu mpate nguvu. Fa'azzaznahuma bithalith. Nasema katika tafsiri za Makhshari na wengineo wanasema Mwenyezi Mungu hajatumia huma hapa kuonesha kwamba nini wawili, fakadhabuhuma fa'azzaznahuma, kuja yule mmoja asipotia nguvu wale wawili, ingeruja fa'azzaznahuma bithalith, tukatia nguvu wale wawili kwa kumleta watatu. La, imekuja fa'azzazna.
ili isiwe kuatia nguvu mitume bali kuitia nguvu ile kazi waliopewa da'wa. Sisi tuloazizisha kuinua da'wa yangu mimi niliyotuma kwa kazi yangu ninayotaka mimi, kwa hivyo azana sisi tukatia nguvu kwa kuleta ndoto. Kwa hivyo huma hapa inapunguza umuhimu kwamba sio kwa ajili ya mitume lakini kwa ajili ya amal kazi yenyewe waliopelekewa Kwa hivyo hiyo inaita maana fa'azzazna bisalisin. Nafikiri imefahamika bila kwa huma ikafa'azzazna bisalisin faqalu wakasema wote tatu. Sasa basi tazama namna gani nguvu zinavotiwa katika nini? Inna, hakika sisi. Wale wamesema na ukaja kuongeza maneno inna ilaykum mursalun, hakika sisi kwenu nyinyi ndio tumetumwa, yani tumetumwa kwenu. Inna nguvu, hakika sisi, lakini huko hamna la mursalun tupo taukid kutilia nguvu katika mursaluni haijawa nguvu kwa sababu kwanza haji moja kwanza inatosha. Hakika sisi tumekuja kwa ajili yenu kwa watume, tumetumwa na Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi. Qalu, nini wamesema? Qalu ma antum illa bashar, ma antum illa bashar, nyinyi zote isipokuwa binadamu. Ma antum illa bashar, nyinyi chochote isipokuwa watu tu kama sisi. Mithluna, mfano wetu. Hasibu قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ومثلا nyinyi chochote sikuwa binadamu mfano wetu. Wama anzala arrahman, mwingi wa rehma tunamjua, hajateremsha. Kama ningeteremsha tungelijua sisi. Waongo nyinyi. Arrahman mwingi wa rehma, na wao walitumia uslubu hiyo, wanapiga vita ukafiri wao, wanapiga vita Uislamu kwa kutumia lugha ile ile, mwingi wa rehma. Hajasema anzala Allah, Mungu wenu huyo mwingi wa rehma. Lao angelishuka sisi tungelijua tukafuata, lakini hiyo wenyewe waongo tu yote katika kutetea nini? Kufuru zao na starehe zao na matamanio. Ma anzala arrahmanu min shay, sio shay, min shay. Nasema siku zote ukitumia min kutokana na chochote kile, yani aqali ya kitu min shay. Angesema ma anzala arrahmanu shay'a, hajashusha kitu na ukasema, na tumetoa mfano zamani, nasema a'tini malak, nipe mali yako. A'tini min malika, nipe katika mali yako. Nikikwambia a'tini malak, nipe milioni yote ulikuwa nayo. A'tini malak, yote mali yako nipe. A'tini min malik, nataka katika mali yangu. Haya, anatia mfukoni nakupa shilingi 100. Min kutokana na mali yako, hata shilingi 50 au 100 si katika mali yangu. Katika utume na nini ambao anateremsha Mwenyezi Mungu, hata tone ya shay katika utume risala hajateremsha, yani kuisaghirisha, kuifanya ndogo ile dawa yenyewe. Ma anzala rahmanu, hajasema shay'an chochote, la utume na kutoka utume, la hata ishara ya kwamba utume hakuna. Na maana min shay'an, ma anzala rahmanu min shay, ndio uslubu wanatumia makafiri. Kwanza ma antum ila bashar. Na tunapozungumza ma antum ila bashar, hujjatul umam, hoja zote za umma zote kabla zilizopita, lengo la mwanzo kwamba kutaka kupinga na kumkadhibisha na kwamba wasimkubali yule mtu, wanakataa kabisa bashariyatuhu, ubinadamu wake. Jambo la Mungu, alafu aje binadamu kasi tena tuishi naye? La, aje malaika, aje yote mwingine. Kwa hivyo uslubu hii kwanza ndio jana kweli. Hivi binadamu wa mtume ghafla? La, aje kitofauti na sisi. Wanapotupo tunajua kwamba atoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanajua kwamba yule binadamu kukusudiwa kwamba ni mtume, lakini wanatafuta njia za kupinga. Uslub, ujanja unatumika na kafiri kila wakati na kila zaman, kila asr, kila period of time, na kila mtume anapokuja. Moja katika uslubu wa kupingwa kwamba nini, wanasema kwamba nini, kwamba hatutaki binadamu. Kwa hivyo hujjatul umam zote, rasul au bashar au malaika, hilo moja. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا.
hiyo kwa sababu wanapowajia wajumbe wao watu wao katika kuleta na bayinat dalili wazi za kuonesha utume wao, faqalu abashar, hivyo binadamu mithluna, abasharun yahdunana, binadamu ndio atupe hidayah sisi. Fakafaru watawallaw, wakakufuru, wakakengeuka, wakapinga, wakageuka kenda zao. واستغنى الله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. kitu gani kimechozuia sifate kuamini baada kuajia hidayah yote na ukamilifu na dalili zote? Wakasema nini? Walisema ab'atha Allahu bashar, Mungu awalete binadamu kwa ndo rasul. Wewe ni hoja yao sana wanatumia. Kwa hivyo hapa tukisoma kwanza, qalu ma antum illa bashar mithluna, na hawezi kuwa bashar kwa ni mtume. Ataelezea zaidi hii kauli ya bashar kwa ni mtume, mithluna mfano wetu. Wama anzala rahmanu min shay'in antum illa takdhibun, ni chochote isipokuwa mnasema uongo. Illa Allah. Sasa hivi tena hata katika kubishana na kupingana na mitume kwa kutumia uslubu wa taqwa na kutia nguvu, in antum illa takdhibun. Qalu rabbuna ya'lam, walisema mitume rabbuna ya'lam, mola wetu anajua. Na hii kama waliosema mufassirin rabbuna ya'lam bimathabati alqasam, inachukua kama stage ya kiapo. قالوا ربنا يعلم، مولانا نجوا، يعني والله أعلم. كما كيابو ربنا، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إن أنتم، قالوا ما أنتم إلا بشر، ما أنتم إلا بشر إن أنتم إلا تكذبون. لا أسلوبكم هم كبينغانا كوكيانغوم نكشدد كاجا كيابو ربنا يعلم، لكي uzito mwingine na tashdid na taqwiya. Kwa nini kaja inna ilaykum la mfatha, hakika sisi bila shaka inna ilaykum la mursalun. Lazima tutizame kila harufu katika hizi aya tupate kujua uzito kila neno na makusudio. Haya maneno ya Allah lazima yatazamwe kwa mtazamo mkubwa. Maneno yanasema kwa hikma kubwa, al-Qur'an al-Hakim, au sio? Na kapewa nani? Innaka la minal mursalin, alipewa mtume sasa. Kwa hivyo maneno haya hayapunguzi kitu katika kueleza namna gani mitume waliokuja kabla walivyokabiliana na makafiri waliokuwa wanapinga. Wama alaina illa albalaghul mubin, na wala si juu yetu chochote ila kufikisha ujumbe uliokuwa wazi kabisa, albalagh almubin. Sasa masala kwamba ma antum ila basharun mithluna, labda nitakatuelezea zaidi kidogo kwa darasa ya kesho inshallah. Tutakaa katika bashariyatu rasul, kwa nini mtume anastahili kuwa binadamu asiwe malaika. Inataka kidogo ufafanuzi zaidi inshallah. Kauli hii tutaiacha kesho باذن inshallah. Kwa hivyo بهذا نكتفي، والله أعلم. طبعا هذا والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.